No, mambo vipi mtu wangu nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa ambayo imetendi sana mtandaoni inamwongea Ribasi. Ribasi ni mchezaji ambaye kiukweli ana mapokezi makubwa sana pale Msimbazi na ana uwezo mkubwa na ana kipaji kikubwa sana. Tunajua kabisa mechi yake ya kwanza amecheza ugenini na ameonyesha kipaji kikubwa sana kwa muda mchache sana. Imeonyesha kuwa yeye ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, lakini issue ambayo imeenda viral sana kwa mchezaji huyu, tunajua kabisa issue iliyotokea hapa ni issue kidogo ya aibu kinamna fulani. Wengine wanachukulia kawaida, lakini wengine wanachukulia kwa uzito kabisa. Wengine wanasema bwana, wamemwona Ribasi akiwa na shanga kiunoni, alivyoondoka wamemwona ana shanga kiunoni. Sasa hiyo issue imeenda viral sana na imetrend sana kwa kusema timu ya Simba ina wachezaji sio, kwa sababu huwezi kuwa na mchezaji mtoto wa kiume anavaa kiunoni shanga. Sasa wengi sana wanaongea, kila mtu na maneno yake kusema ile sio shanga, wengine wanasema shanga, wengine wanasema ilizi, lakini kwa kupeleza ndani kabisa inasemekana, tunajua kabisa Senegal ni nchi ambayo wana wachezaji wazuri sana wa soka na wachezaji ambao kiukweli kidogo wana mambo fulani ya ushirikina, mambo fulani hivi ya kujiweka sawa kimwili kama kinga. Sasa issue ambayo wengi sana wanaongelea kuhusu shanga, wengine wakawa wanapinga, wanasema sio shanga. Sasa kwa nini wanapinga sio shanga, wengine wanasema shanga? Kuna wengine wanaosema ambazo wanasema shanga wameona kabisa shanga inakuwa gani kidogo inateleza. Ingekuwa kamba, ingekuwa ingekaza, lakini ile pale inaonekana kabisa inameremeta na inateleza. Alivyodondoka inaonyesha kabisa yule alivaa shanga kiunoni. Lakini wengine wanasema sababu jamaa ni mtu wa Senegal, kwa sababu Senegal tunajua kabisa ni watu ambao wanapenda sana ushirikina, ni watu ambao wamefanya ile kama kinga. Watu wengine wanaomtetea wanasema ile ni kinga ambayo inomlinda asiumie. Wengine wanasema ili asikumbwe na kitu chochote katika mambo ya soka, kwa hiyo itakuwa ni kinga yake, kwa sababu mchezaji ukivaa kitu ambacho kama ilizi mkononi au kwenye mabega inakuwa sio vizuri, unakuwa unatolewa. Sasa ameona sehemu ambayo hauwezi kuonwa ni sehemu ya kiunoni, ndio maana aliitinga muuni. Sasa mmoja na mbili akaumbuka kinamna fulani ile shanga kuonekana kiunoni, lakini imezua taruki sana kwa watu kusema timu ya Simba inafuga watu sio, kwa sababu hauwezi kuwa na mtoto wa kiume anavaa shanga kiunoni. Kwa hiyo issue ambayo imeenda viral sana na watu wanatumia kama silaha kwa kumumizia Simba. Hizo story ambazo mwenyewe kama anazisikia siji itakuwaje kwa upande wake, kwa sababu kwa mtoto wa kiume kupata story kama hizo unavaa shanga kiunoni inauma kinamna fulani, kwa sababu tunajua kabisa mtoto wa kiume ukisikia skendo unaambiwa wewe shoga upo hivi hivi, inakuwa inauma sana. Lakini issue ambayo inaongeleka kwa sasa hivi kuhusu jamaa bwana alivaa shanga, lakini wengine wanasema sio shanga ile bwana, ile inakuwa kama ilizi, mtu fulani anajikinga. Kwa hiyo kila mtu na maneno yake, lakini maneno ni kitu cha kawaida sana katika jamii. Kila mtu ataongea maneno yake anayosikia ili tu kukatisha tamaa, lakini mwenyewe ukiwa una pressure unakaushia tu, kwa sababu mambo atakuwa yanavuma mengi sana, baada ya siku yanapotea. Ni kitu cha kawaida sana, lakini siri yenyewe moyoni anayejua mchezaji mwenyewe amevaa kitu gani, ana maana gani kile kitu alichokivaa, kwa sababu yeye ndo anajua, yeye ndo alichokitinga kile kitu. Sasa maneno ya binadamu, maneno ya watu ni kawaida kuongea. Kwa hiyo asikatishwe tamaa na kuongelea, kusikiza kelele za watu ambazo zinaongelewa nje, kwa sababu kama ni kinga ni yake yeye, anajua mwenyewe kwa nini kile kitu amekivaa. Kwa sababu mchezaji kidogo akiwa riziki fulani hivi, akiwa ni mtu fulani ambaye legelege au anasema inakuwa hawezi kucheza, anacheza mpira kuna mna fulani utaona kabisa pigo zake huyu kabisa, unajua huyu ni mtu fulani hivi. Lakini kwa hiyo jamaa anaonekana kabisa ni mtu wa kazi ambaye anacheza mpira sana na ana nguvu, ameonyesha kabisa ana nguvu ile mbaya. Kwa hiyo wanavyomzania watu wengine inakuwa sio poa, kwa sababu hivyo vitu vingine vinajulikana tu, kwa sababu kama urembo ni sawa au kama ni vitu anatumia kujikinga ni yeye. Kwa hiyo maneno yanakuwa sio mazuri kwake yeye. Kwa hiyo mambo mengi sana yanaongeleka kuhusu mchezaji, ile ni kinga ama ni shanga. Kwa hiyo sababu kafunga kiunoni, ndio maana watu wanajiuliza ni kitu gani alichokivaa, kwa sababu hajazoea kwa mtoto wa kiume kuvaa kitu chochote ambacho kinahusiana na kamba au shanga kiunoni. Kidogo lazima washangaze watu kwa namna fulani, lazima watu washangae ni kitu gani ambacho amekivaa msela kiunoni. Kwa hiyo issue ya kuvaa kiunoni ndio maana imemkosti. Ingekupoka kuvaa kwenye mkono kidogo ingekupojeleta taruki fulani hivi, kwa sababu kavaa kiunoni tumezoea kwa dada zetu ndo wanavaga kiunoni vitu kama vile. Sasa hata kamba ukivaa tu kiunoni lazima uulizwe huyu jamaa vipi. Sasa hiyo issue kidogo imewatikisa watu na kuwasikitisha sana watu, kwa nini muone amevaa shanga kiunoni. Kwa hiyo story ndo inatrend ni hiyo bwana, kusemekana na mshikaji kidogo ni namna fulani, lakini sio kweli, ni maurembo kinamna fulani. Wengine wanasema ni ile ni kinga ambayo anajikinga. Tunajua kabisa watu wa Senegal kidogo wanapenda mambo ya nyungu nyingi, kwa hiyo itakuwa ni
kunikinga. Kwa hiyo story ambazo zinazotendi ni hizo, mtu wangu wa nguvu. Itakuwaje kwa mchezaji? Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni haya, mtu wangu wa nguvu, asante sana.